pale tunapotaka kusafiri kama familia, tufanyeje? Kwanza, kusafiri pamoja kwenye gari moja ni kwa sababu ya upendo tulio nao, ile bondi tulio nayo. Wakati mwingine hatukutani, tunakutanishwa na misiba, tunakutanishwa na sherehe. Na hawa walikutanishwa na msiba wa bibi, wakaona vyema kuwepo kwenye gari moja. Unapata nafasi pia ya kuulizana habari, unapata nafasi ya kushare yale mambo ambayo ni bondi ya familia. Ni vizuri. Lakini katika Biblia tunapoangalia falsafa ya safari, tukimwangalia mtu aliyesafiri zaidi katika safari nyingi ni Yakobo. Je, tunaona nini katika safari ya kifamilia? Ni tahadhari zipi ambazo tungependa kukumbusha kama kanisa tunapoamua kupanga safari ya familia? Pamoja na maombi, lakini kubwa kabisa katika Biblia, kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 32 mstari wa 7 na wa 8. Nitaomba hata kama unukuu ukumbuke kwamba mchungaji alituambia tulipokutana kwenye msiba wa namna hii. Mwanzo 32 mstari wa 7 na wa 8. Mstari wa 7 Biblia inasema, ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akawagawanya watu walioko pamoja naye, na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo mawili. Mstari wa 8 akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza akalipiga, kundi litakalosalia litaokoka. Falsafa ya safari ya familia, family safari, kitu cha kwanza ni kuzingatia falsafa ya mzee Yakobo ya kwamba tusisafiri katika chombo kimoja wote. Hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia, na kitu ambacho tungepaswa kujifunza katika msiba huu. Yakobo akatanguliza kundi la kwanza, akagawanya familia. Ni maombi yangu pamoja na upendo tulio nao, lakini tukubali wakati mwingine tunaposafiri kama familia tuweze kugawanyika, tusitumie chombo kimoja. Tuchukue falsafa ya safari ya mzee Yakobo katika Biblia. Lakini mzee Yakobo ni kama anaungana na sisi wa Afrika, na sisi tuliokulia vijijini tunafahamu. Mimi na mchungaji Jacob Mwangomola tumekulia vijijini. Kule kijijini si tu kwamba tunapokwenda wakati wa Christmas, wakati wa kurudi mjini, au tunapokwenda kwa msiba, wakati wa kurudi mjini, mara nyingi unasikia babu au bibi au baba wa familia akisema si tu kusafiri na gari moja, hata kusafiri siku moja. Anasema nyie mtasafiri Jumatano, hao watasafiri Alhamisi. That is African philosophy about juu ya familia au juu ya safari ya familia. Family safari. Hiyo ni falsafa ya Kiafrika. Ningeomba tukumbuke falsafa hizi zina maana kubwa pia katika maisha yetu. Kwa hiyo ninaomba sana unapopanga safari, natumia fursa hii na kupitia katika msiba huu ambao tumepata shida ya majeneza 5 kutoka familia moja, kuwaomba kila mara unapopanga safari, ninakuomba tafadhali, pamoja na upendo, lakini tugawanyike. Wengine sasa tulipata msiba miaka iliyopita. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likajadili Dodoma, wakaamua kuruhusu safari za usiku ili watu wengine wakasafiri na Costa na wengine wakasafiri na mabasi, hata ule usiku tuweze kufika na kesho yake tuweze kuhudhuria kwenye mazishi. Kwa hiyo ninaomba sana wapendwa, gari ni nzuri ikikufikisha mahali unapokwenda. Ndege ni nzuri ukifika mahali unapokwenda. Treni ni nzuri ikikufikisha mahali unapokwenda. Na mguu wako pia ni mzuri kama ukifika mahali unakokwenda. Lakini katika maisha yetu tunapaswa kuchukua tahadhari. Yale ambayo mama alikuwa akituambia, na mama yako anakuambia usishike kisu, usipande juu ya meza, usishike moto utaungua. Kuna tahadhari ambazo tunapaswa kuzichukua, na moja ya tahadhari ya familia ni pamoja na kugawanya familia tunaposafiri. Ninawaomba sana, na haya ni maombi yangu ya kichungaji, ili kupunguza misiba mikubwa yenye machungu ambayo yanaleta shida na majeraha. Kila mtu anaposikia msiba huu anaona shida, na Mungu atusaidie
na Mungu atuwezeshe, na Mungu atukumbushe kwa sababu ya upendo tulio nao katika familia. Kwa maneno haya machache narudia tena kusema Mungu ndiye aliyetupiga na ni yeye atakayeganga jeraha zetu, ni yeye aliyerarua na ni yeye atakayeshona. Mungu wa neema awatangulie muende salama. Tunawaombea wote mnaosafiri, na tena kwaya yetu pia kutoka Mikocheni itatuwakilisha na tumewaandalia gari tayari. Kwa hiyo mara baada ya ibada hii tafadhali taingia kwenye magari yenu. Mungu aliyemtangulia Musa na Joshua, akatangulia kuvuka mbele za Musa na Joshua, ni Mungu atakayewatangulia ninyi mnaosafiri tena kwenda kule Tanga. Na kama Mungu alivyowatangulia Joshua na Musa, basi tunawaombea hakuna mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini. Awabariki Mungu Mwenyezi kuingia na kutoka kwenu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi nitumie fursa hii tena kuwaomba wazee wa kanisa Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mkuu wetu wa jimbo la Kaskazini, Mheshimiwa mchungaji kiongozi wa usharika wetu wa Kijitonyama, wapendwa ndugu zetu ambao mmejiunga pamoja nasi, kwa niaba ya familia tumejawa na mioyo iliyokunjuka sana. Tunatamani kutoa shukrani zetu, lakini hatuna maneno mazuri yatakayoweza kutosheleza. Baba mchungaji, hatutaweza kutamka kila mmoja ambaye tunawiwa kumtamkia neno la shukrani. Kwa ujumla wake niseme wote mliotupa joto tangu siku ile hili lilipotokea pale nyumbani, mkawa pamoja nasi. Niseme tu jana asubuhi baada ya kuwa tumewapokea, tumepata taarifa na kwenda kule Msata na Bagamoyo, asubuhi mimi kichwa kilifunga total lock kabisa, nikawa siwezi kufanya chochote. Bahati mbaya simu za kutoka nyumbani zikawa zinakuja, zinapigwa, wadogo zangu wanakuja wanauliza, kaka tunafanyaje? Nikamwambia sijui. Lakini baba mchungaji, watu hawa walifungua njia, nikaanza kuona mwanga kuanzia pale. Kwa baba mchungaji, sitaweza kutamka kila mmoja, lakini wote kwa ujumla naomba mpokee shukrani zetu za dhati. Lakini uniruhusu tu niwataje wachache miongoni mwao. Kwanza naomba nimtaje kijana wetu mmoja anaitwa Miraji Ali, kama yupo hapa ndani. Naomba Miraji, mahali popote ulipo wala upunge mkono. Huyo namwombea baba mchungaji tumruhusu, kwa sababu katika dunia yetu tulio nayo bahati mbaya nadhani yuko nje. Huyu kijana ndiye alishika damu za hawa wote kuwatoa kwenye gari iliyokuwa imejikunja, akawa anatoa mmoja mmoja. Sofia akamshika mkono akamwambia usiondoke, usituache, hakikisha umetutoa humu. Huyo mtoto hakuwahi kuondoka kwetu mpaka leo tukaona tunaondokana kwenda Tanga. Anaitwa Miraji Ali Abdalla, lakini sisi tumempa jina la Miraji Kagi. Ni wa pale anakaa Kiwangwa, lakini alikuwa maeneo ya Masuguru wakati ajali inatokea. Sio ndugu, sio, hatumjui. Anaulizwa yuko wapi? Nadhani atakuwa nje baba mchungaji. Kama yuko nje basi asogee. Tafadhali Miraji, ambaye umefanya kazi ya usamaria, moyo wa subira na roho ya utu, tunakuomba tafadhali Miraji, mahali popote pale ulipo Miraji, tunaomba tukushike mkono. Ajali kama hizi zikitokea, wengine wanapora, wengine wanaiba, lakini huyu ameweza kufanya jambo la kiungwana, la kiutu, na kufundisha ulimwengu bado utu upo. Watu kama hawa ni wa kuheshimika na kutunukiwa hata heshima kwenye jamii ya watu. Na kuomba uje hapa Miraji, kijana mdogo. Pingieni Mungu makofi mengi kwa ajili yake. Kabisa, kabisa, kabisa.
Ni heshima kubwa, na sisi tunataka kukutambua katika hadhara hii kwa heshima hii ambayo umefanya. Tuna historia ya vitu vingi. Wengine wanapigaga picha, wanapiga picha kwenye tukio baya, lakini Miraji, njoo hapa mwanangu, njoo. Mungu akubariki sana. Asante sana, naomba usimame hapa. Kwanza tunakushukuru. Katika Waafrika wachache na Watanzania wachache, wewe ni miongoni mwao mwenye roho ya utu. Na tunakushukuru sana kwa kazi kubwa uliyofanya ya kutusaidia beba ndugu zetu pale walipopata ajali. Sisi hatukuwepo, alikuwepo Mungu na wewe. Mungu akubariki sana. Umepanda mbegu njema, na ni kijana mdogo ambaye ungeweza kupora simu zao na vitu vyao vingine ukaondoka, lakini umeonyesha utu. Umemsaidia hata yule mama Sofia, ukamshika mkono ukamuondoa akiwa hai na ukatuletea akiwa mzima, na yule dada mwingine. Mungu akubariki sana mwanangu. Nakushukuru sana, kanisa linakushukuru. Ngoja wachungaji wakuu wa majimbo wakushike mkono. Umeonyesha heshima kubwa ya kiutu, na Mungu akubariki. Na vijana wengine tuendelee kuona mfano. Jamani, utu wetu tusiuze kwa sababu ya mali wala vitu vinavyoharibika, lakini tupendane na kusaidiana. Naomba geukie tena huku. Kupata regas nzuri ya kipekee kama vijana kama hawa. Kijana mdogo kama huyu amefanya jambo ambalo ni la kipekee sana. Tumpe Bwana utukufu tena kwa makofi mengi mazito ya baraka juu yake, nayo ni akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Wachungaji wengine watamshika mkono pia. Asante sana. Nashukuru sana kwa kazi kubwa ya Usamaria Mwema. Hii ndio, na ilikuwa ni wiki ya Msamaria Mwema, si ndio? Msamaria Mwema. Mungu akubariki sana. Na tumepata Msamaria Mwema Miraji katika wiki la Msamaria Mwema. Mungu akubariki sana. Basi baba, karibu. Asante sana baba mchungaji. Naomba pia Mheshimiwa Katibu Mkuu, tafadhali ufike hapa, shike mkono kwa niaba ya baba askofu na kwa niaba ya dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki sana mwanangu Miraji. Asante, asante. Unaweza ukarudi pale. Asante. Endelea mzee. Baba mchungaji, naomba uniruhusu nimalizie wachache ambao tunawiwa kuwatamka. Naomba tupeleke shukrani za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme TANESCO, sambamba na mameneja wa mkoa wa Pwani, mkoa wa Kinondoni, kanda ya Mashariki, hawajatuacha na kadhalika kule Tanga. Mambo yote yanayoendelea pale nyumbani wao ndio wametusaidia, lakini pia walimu wa shule ya sekondari ya Kisutu nao pia wamekuwa pamoja nasi huduma zote za nyumbani, na tukunao mpaka sasa hivi tunaelekea Tanga. Na wengine wote wapendwa, sitaweza kuwatamka kila mmoja, lakini kwa ujumla wake naomba mpokee shukrani zetu za dhati kutoka mioyoni na mioyo ya upendo. Mungu Baba awabariki sana. Amen. Asante sana baba mchungaji. Asante sana msemaji wa familia. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Na mchungaji kiongozi, mchungaji Kimaro, tunapokea taarifa ya katibu wa baraza, anasema huyu Miraji akirudi aje hapa usharika wa Kijitonyama ili iweze kutoa shukrani kwa ajili yake. Amen. Asante. Asante sana. Ninapokea kwa moyo wa shukrani kwamba Miraji baada ya kumaliza msiba atarudi, lakini pia baada ya ibada hii kwanza naomba apite ofisini kwangu, ofisi yangu ya kichungaji, alafu atamruhusu atakwenda, alafu akirudi tena sasa tutapenda pia kukutana naye. Ni jambo la msingi sana kwenye maisha yetu. Asante. Nashukuru sana.
Basi nitumie fursa hii kuwashukuru wote mliopata nafasi ya kutoa salamu, na tumepokea kwa moyo wa shukrani sana salamu zote. Mungu wa neema aendelee kuwabariki na kuwatunza. Tunapoendelea na utaratibu wa ibada yetu, tutaimba tena wimbo nambari ya 377 fungu la kwanza. Tukisimama tutaimba wimbo nambari ya